Kuchelewa kuoa ni sehemu katika mafsada. Ni sehemu katika mafsada. Kwa sababu gani? Kwa sababu yanapelekea kufanya mambo ambayo yasiyofaa. Ndio kama haya. Sawa, kijana ana mchumba wake, sio? Ni mchumba wake. Maana yake kwa lugha nyepesi mchumba wake. Ana mchumba wake. Ima saa zingine na yeye pia ni mwanafunzi mwenzake. Wanasoma chuo kimoja au vyuo tofauti. Lakini kijana hana furusi, hana uwezo wa kuoa kwa sasa. Kwa wanasubirishana, wampeana muda. Kwamba wataoana baada ya miaka miwili inshallah, baada ya mwaka, baada ya miezi kadhaa, tukimaliza chuo, tukishapata kazi tutaoana. Unakuta ndivyo wamewekeana makubaliano, wanadanganyana hivi. Sawa sawa. Mimi natumia lugha wanadanganyana, wengi waliokuwa wengi wanadanganyana. Kwa sababu mara nyingi wakimaliza vyuo kila mmoja anashika njia yake. Sawa, kila mmoja anashika njia yake na hakuna naye mjua mwenzake. Kwa hivyo kwanza jambo hili ni hatari. Uchumba wa sampuli hii ni hatari. Ni hatari. Uchumba wa miaka miwili mitatu. Sawa, ni uchumba ambao wa namna hii unapelekea katika mafsada, kufanya haramu, ndio kama hivyo, kuwasiliana. Tena baadhi ya time uchumba kisheria wanaweza wakawasiliana. Wachumba wanaweza wakawasiliana kwa maslahi ya ule uchumba, kwa ajili ya kuangalia na kubadilishana. Kama kuna jambo la wajibu wanatakiwa waweze kunasihiana, kadhalika kuna jambo linatakiwa la kisheria waweze kulijadili, ambalo ni jambo ambalo lina maslahi katika mustakabali wa maisha yao. Inafaa, lakini kwa dhawabit, kwa vidhibiti vya kisheria. Mnawasiliana vipi? Kwenye kuchati hivi, usiku wa manane mnaongea masaa 3-4, watu hamlali, mnalala kubaila ya alfajiri, yani adhana inasoma ndio mnalala. Hadha dalali. Je, ndio hayo mawasiliano? Hayo hayakubaliki. Ni mawasiliano ambayo yanakuwa na vikomo. Yanakuwa mawasiliano, wale wali wa binti anakuwa anajua kwamba wewe unawasiliana naye na unaongea naye nini. Sio mnachati hapo kimaliza unafuta message. Hadha haram. Sawa? Yani unakuwa wasiliana naye mawasiliano ambayo anaweza hata baba yako akayaona na kusiwe na shida yoyote. Hadha la basi. Ni mawasiliano ambayo yana maslahi na ndoa yenu ambayo iko mbeleni huko. Lakini sio kuchati tu kwa mambo unasemaje, yani yasiokuwa na faida. Yani ukiangalia kisheria hayana faida. Lakini tu kwa sababu ya hamasa na nini, nafsi inapenda hivyo. Nafsi inapenda hivyo kuchati na nini, piga story. Hadhara ya mbaya. Na hali katika madhara ya kurefusha uchumba. Kwa kijana usifanye hivyo kwa Kiislamu. Kama hujawa tayari kuoa, unaona wasa haupo kwa sasa, usichumbie. Hadha khairun lak. Usijiingize katika mtego wa kuchumbia, kwa sababu unaweza ukajikuta unafanya yasiyofaa, lakini baadaye ukaja kujuta ukifanya uchumba uliokuwa mrefu, kwa sababu unaweza kupelekea baadaye ukampa vijizawadi yule binti, ukampa vijizawadi na yeye anapokea. Mara binti anaona umechelewa, sasa mbona mtu mwenyewe simuelewi, anatokeza kijana mwingine ambaye amechangamka. Binti akimwangalia usoni, kijana amechangamka, akikuangalia anaona kama vile umesinzia. Khalas, anachukua ile kijana ambaye anamuona na mhesabu yeye amechangamka, anamuoa. Tayari unahesabu amefanyaje? Amekusaliti. Sawa, unaanza kutangaza umenisaliti, na saa zingine hata nyumbani kwao hujafika. Halafu unasema wewe ni mchumba. Mchumba gani? Mchumba ni yule ambaye anatambulika kule kwao na binti. Ukiwa hujafika, yani wewe huhesabiki kama wewe ni mchumba. Huhesabiki kama wewe ni mchumba. Lakini hata kama utakuwa umefika kule na unatambulika, basi usirefushe muda wa uchumba, kwa sababu kuna mafsada makubwa. Kufanya hivyo ni nakaribisha mtu kuingia katika haramu. Wa na'udhu billahi min dhalik. Subiri muda ukifika utashuhudia. Mabinti wako. Wewe ukimwona kwamba binti fulani yule namjua, basi wewe unambuki kimya tu. Sawa? Yaani unamweka katika moyo wako. Haina haja ya kuanza kumtafuta na kuzungumza naye, hali ya kuwa huna khutwa za kuoa hivi sasa. Inaweza ikakupelekea mpaka kuiba, kutapeli, alimradi tu uweze kuoa. Hadha la yamna.
wallahu a'lam.